Ninayekualika katika kipindi hiki langu jina ni Salome Mlai. Makinika nami wasahu ninapoanza hadi pale nitakapofika tamati. Na moja kwa moja hapa nitaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kwenye magazeti ya leo, nikilianza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa inasema Rais Samia athibitisha nia ya kweli ya maridhiano ni kuelekea maboresho ya katiba. Azungumza na viongozi wa vyama vya siasa. Hawahakikishia hatua zote za mchakato huo zitafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Katambi akerwa BOQ kukosekana kwenye miradi ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Wanne watiwa mbaroni kwa tuhuma mauaji ya mwalimu ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Serikali yazindua awamu mpya ya WISE ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. PPAA yatoa maelekezo kwa wazabuni matumizi ya nesti. MSD kinara matumizi ya mfumo wa nesti. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Trump aapa kuipiga vita Iran ni habari inayoendelea ukurasa wa 19. Madhara ya utumiaji wa chumvi mbichi, chumvi ya mezani. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 15 kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Pale YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii uweze kusubscribe na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa katika channel yetu. Na swali la leo pale YouTube linauliza, unafuatilia zaidi ligi ipi? Unafuatilia ligi kuu ya Tanzania Premier League au unafuatilia La Liga? Piga kura yako hapo, alafu mwisho wa kipindi tutapita na majibu. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa inasema Samia tutaendeleza maridhiano, aagiza vyama vilinde amani, uhuru, maslahi ya nchi, aeleza yatakayozingatiwa mchakato wa katiba. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Bilioni 501 kutumika mageuzi uzalishaji mafuta ya kula ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Uwekezaji trilioni 1.6 sekta ya kilimo walipa. TADB yaeleza tija sekta za uzalishaji wa kulima kuanza kukopa kwa simu ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Miundombinu kuimarishwa kukuza uchumi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 8. Ununuzi wa umma kidijiti washika kasi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Binti adaiwa kumuua mama yake kisa birthday. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 20. Mtoto Mtanzania aenda Urusi kujifunza nyuklia ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. TANROADS yakemea dereva kupigwa watatu mbaroni. Habari kamili ukurasa wa 8 kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na aliweka kando gazeti la Habari Leo na ligeukia gazeti la Sauti Yetu. Hili linasema Rais Samia agusia hatua mchakato wa katiba, aeleza kila hatua itafuata na kuzingatia sheria, aviasa vyama kwa wadau wa amani na maendeleo, vyenyewe vya wasilisha maeneo ya kufanyia kazi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Aliyejeruhiwa mgogoro wa ardhi Bagamoyo ahamishiwa Muhimbili ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. IMF yaridhishwa na TRA, waeleza ni mfumo bora usimamizi wa kodi. Mwenda ahidi kuendeleza ushirikiano. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Mavunde ahimiza wadau wa madini kuendelea kukutana ni habari inayoendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Sauti Yetu kwa Ijumaa ya leo. Na aligeukia gazeti la Daima Tanzania, ukweli bila mipaka. Habari kubwa inasema Rais Samia alivyowakomboa wakulima, wavuvi na wafugaji ni kupitia mabilioni ya mikopo benki ya TADB. Maelfu waondokana na umaskini kwa kulima kibiashara. Tangu aingie madarakani ameiwezesha benki hiyo bilioni 452.1. Mbali na mikopo, TADB imewatafutia masoko ya uhakika. Benki hiyo imewafikia Watanzania 2609 milioni 2,609,321 mikoa 31. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Msichana wa miaka 16 au mama yake Pwani kisa birthday ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Mawakili wa serikali wanolewa sheria ya fedha. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Bodi ya ithibati yaanza kuwanoa waandishi wa habari ni habari inayoendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Daima Tanzania, ukweli bila mipaka. Gazeti la Biashara Leo hili linasema
TADB yaipa Tanzania uhakika wa chakula, yasaidia kupunguza umaskini kupitia mageuzi sekta ya kilimo. Mikopo yake yasaidia kuongeza ajira, kuchochea ukuaji wa uchumi, yachochea ongezeko la thamani na mauzo bidhaa ya kilimo, yaweka mikakati kuelekea dira ya taifa 2050. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. IMF yaipongeza TRA kwa kujenga urafiki na walipa kodi, ni habari inayoendelea ukurasa wa pili. Wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu kufanyika Tanga, habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. TARURA mkoa wa Tanga yatoa tuzo za PPRA, habari kamili inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Biashara Leo. Na ligeukia gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema wanufaika mikopo TADB wafikia zaidi ya milioni 2. Mkurugenzi mtendaji amtaja Rais Samia kinara wa mafanikio hayo. Asema ameipa benki hiyo mabilioni kuwainua wakulima, wafugaji na wavuvi. Mwaka 2021 Rais Samia alitupatia shilingi bilioni 208. Mwaka 2024 kupitia AFDB ilitupatia shilingi bilioni 174.1. Mwaka 2025 serikali ikatupatia bilioni 10, mtaji wetu kafika bilioni 452.16. Ni habari ambayo inaendelea ukurasa wa pili. Ujumbe IMF wakoshwa na TRA kwa utendaji makini, wafanya mazungumzo na kamishna mkuu Yusuf Mwenda. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Vita mpya ya miundombinu kutoka Serengeti, Masai Mara kuvutia watalii, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Medinova Specialized Polyclinic yazindua rasmi idara ya tiba mazoezi, ni habari inayoendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Naligeukia gazeti la Mtanzania Leo, kazi ni kipaumbele chetu. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema TADB yaweka vipaumbele vya kimkakati dira 2050. Mapato yake yaendelea kupaa mwaka hadi mwaka, yajipanga kuendelea kuchagiza kilimo, kufadhili mnyororo wa thamani. Yamshukuru Rais Samia kwa kuendelea kuwezesha. Imeshatoa mikopo ya shilingi trilioni 1.55. Wanufaika wa mikopo ya benki hiyo wafikia milioni 2,609,321. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Ujumbe IMF waipongeza TRA yaridhishwa na usimamizi mzuri wa kodi na kuwezesha biashara. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Serengeti versus Masai Mara, vita mpya ya miundombinu kuvutia watalii, ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Mtoto wa miaka 16 Pwani amuua mama yake. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Mtanzania Leo kwa Ijumaa ya leo. Gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, habari kubwa inasema 4R za Samia zaleta neema ya uwekezaji, mazingira rafiki ya wakosha wadau, wasema Mavunde asisitiza ujenzi wa viwanda migodini, Tanzania kuweka historia uzalishaji uranium. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Binti wa miaka 16 amuua mama yake kisa birthday, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Tanzania yachukua uwenyekiti urithi wa dunia Afrika. Habari inaendelea ukurasa wa 2. TADB yamtaja Rais Samia, ongezeko mtaji wa bilioni 452.16. Wakulima, wafugaji na wavuvi sasa kicheko. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. MSD yaibuka kinara katika matumizi ya mfumo wa NeST, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Tanzania mbioni kuanza uchimbaji wa madini ya chuma. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Na ligeukia gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza, habari kubwa inasema Rais Samia, maridhiano ya kisiasa ni msingi wa amani, akutana na viongozi wa vyama vya upinzani na kuahidi maboresho ya katiba. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. TADB imeshatoa mikopo ya trilioni 5.8 kwa wakulima kupitia kauli mbiu ya kilimo kinabenkika. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. NIRC kuongeza ajira kupitia uchimbaji visima 67,000, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Nchimbi aibua maswali mazito, ni baada ya kutoshiriki kikao cha halmashauri kuu ya CCM, wakili azungumzia sintofahamu hiyo. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Watuhumiwa 4 wa mauaji ya mwalimu wilayani Songwe wanaswa, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4.
Ado Shaibu, mfumo wa siasa wa sasa umemsaliti mwananchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Gazeti la Mwananchi, Lissu aibwaga Jamhuri kortini, mahakama ya rufani yathibitisha mahakama kuu ilikuwa sahihi kukataa ushahidi wa nyongeza ya notisi ya DPP ilikiuka sheria. Mahakama yabaini kasoro za sheria kuhusu ushahidi, yalikataa ombi la Lissu la kutaka kulipwa fidia na baada ya hukumu kesi kuondolewa mahakama kuu. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Uchaguzi wa ndani urais 2030 vya koleza mnyukano CCM ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Makato kikwazo malipo mtandaoni, habari inaendelea ukurasa wa 2. Ripoti yaonya athari za plastiki kwa wanawake watoto ni habari inayoendelea ukurasa wa 12. Katazo biashara ya mapanga barabarani mfupa mgumu. Hizi ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Naligeukia gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Habari kubwa hapa inasema Samia avunja ukimya katiba mpya, asema mchakato utaendelea kwa maridhiano, akutana na viongozi wa vyama 18 vya siasa nchini. Aweka wazi kuwa hatua zote zitafuata sheria na maslahi ya taifa. Ataja maridhiano yaliyopatikana Zanzibar yameonyesha kuwa mazungumzo ni njia sahihi ya kufikia mwafaka. Aeleza maandalizi ya hatua zinazofuata za maboresho ya katiba yataendelea kwa kufuata misingi ya sheria. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Serikali kuzalisha ajira kwa vijana kupitia mradi uchimbaji visima vya umwagiliaji nchini ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Serikali yawaaga vijana 531 wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi. Habari inaendelea ukurasa wa 2. Mahakama ya mgomea Lissu akosa nafasi kuwasilisha ushahidi mpya kesi ya uhaini. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Kingoba ashauri uhuru wa maoni kwenda na wajibu. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Naligeukia gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema watendaji SMZ SMT shirikianeni, Dr. Mwinyi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Irani yatangaza ufungua tena mlango bahari wa Hormuz ni habari inayoendelea ukurasa wa 9. Waziri Hamza awashangaa wanasiasa wanaobeza maendeleo. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Polisi washikilia watuhumiwa 91 ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Mama Mariam kuunga mkono juhudi za kuimarisha afya ya mama na mtoto. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Habari kubwa inasema Rais Samia athibitisha nia ya maridhiano, asema serikali itaendeleza maridhiano ya kisiasa kuelekea hatua za maboresho ya katiba kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Akutana na viongozi wa vyama 18 vya siasa nchini, asisitiza hatua zote zitafuata sheria na maslahi ya taifa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Vigogo wateule CCM kupokewa Dar es Salaam ni naibu katibu mkuu mpya wa CCM Bara, Engineer Soma hiyo Engineer Mwanri Chacha na Jamali Kasimu Lumumba kupambwa kwa kijani na nyeusi kesho. Makatibu wa mikoa wilaya CCM pressure juu kwa hofu ya mkeka hama. Serikali kuangalia fursa za mikopo kwa wanaosoma kozi fupi, waziri mkuu ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Hospitali ya MSP yazindua idara ya tiba mazoezi kupanua huduma za kibingwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Nikipita na ujumbe wake, huyu anaitwa Fidelix Vinton aka Cuba kutoka Mtamba, Mozambiki, anasema habari za mjengoni sister wangu, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana Fidelix, habari za hapa ni njema kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Gazeti la Uhuru vijijini hili linasema kibano mbioni waagizaji mafuta ya kula nje ya nchi. Serikali yasema ni kwa wasiowekeza katika uzalishaji wa bidhaa hiyo nchini. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Binti adaiwa kumuua mama mzazi kisa birthday party ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Mikopo kausha damu kwa wakulima kubaki historia. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Rais Dr. Mwinyi asisitiza ushirikiano SMT na SMZ. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Serikali yaanza msako mkali wanafunzi wasioripoti shuleni. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Serikali yatangaza neema kwa wataalamu wa logistic ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Mashujaa walivyoilinda Tanzania ni funzo kwa kizazi cha sasa.
Habari kamili inaendelea ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Uhuru kwa Ijumaa ya leo. Na gazeti hili la Uhuru limenikamilishia habari zilizopewa uzito kurasa za mbele za magazeti ya leo.